Joshua Lwende Masengwa, ni mtendaji wa kata ya Ndala iliyopo manispaa ya Shinyanga. Katika mradi wa sauti za vijana mabadiliko ya tabia nchi, sisi tupo kama wadau wa moja kwa moja ambao tunahusika na mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza mimi kama mdau nashukuru sana kushirikishwa kwenye hili swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ni sehemu pia ya majukumu yangu. Kwa hiyo kama wadau yawe ambapo walivyokuja kwao wakawa wamegusa kwenye sehemu ya majukumu yangu. Kwa hiyo najivunia sana na ninaona tayari imeshaanza kuleta matunda, kwa sababu jamii tayari ilipokea kwa mwitikio mkubwa na walio wengi. Kuna mabadiliko makubwa ambayo pia yametokea kwa vijana, ambapo jambo la kwanza kabisa vijana wamekuwa kihusishwa kwenye masuala ya kimaamuzi ambayo yanawahusu wao, na hii imechachuliwa zaidi na hao wenzetu wa Yawe. Baada ya kuja tukawapa elimu vijana, na baada ya kuwapa elimu wamekuwa wakihusika kwenye masuala ya kimaamuzi. Lakini pia jambo la pili, wamekuwa wakihusika wao kwenye kutoa elimu, kama ambavyo nimesema, wanatoa elimu. Kwa hiyo badala ya sisi kuonekana tunatoa elimu, wao vijana ndio wameibeba kama ajenda yao muhimu ya kutoa elimu katika jamii zetu kuhusiana na masuala mazima ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia jambo la tatu ambalo tunaona kwa vijana, kwamba hata vijana wengine ambao pia hawajajifunza wanajifunza vitu vingi kutoka kwao. Lakini cha zaidi, hata kwenye jamii imeonekana kwamba kuwa kijana sio mzigo, bali kijana ni sehemu ya mabadiliko. Kwa kama ambavyo sera ya vijana inaelekeza kwamba vijana sisi tuwe mstari wa mbele, kwa hata vijana wa Ndala na wenyewe wamekuwa mstari wa mbele katika masuala mazima ya mabadiliko ya kimaendeleo, lakini pia ya kiuchumi, na hata swala zima la kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tumepata faida kubwa sana kuwahusisha vijana, kwa sababu wameibeba kama ajenda yao ya kwao wenyewe, wameibeba na kuwa mzigo wao wenyewe ambao wanapambana nao, nafanya uharibifu ambao unasababisha mabadiliko ya tabia ya nchi. Imekuwa ni sehemu ya kitu ambacho wamekibeba. Kwa hiyo tunashukuru sana shirika Yawe, lakini pia hata sisi wametusaidia pakubwa sana. Lakini jambo la msingi zaidi ni kuendelea kulichukua hili jambo kwa uzito zaidi, kwa sababu sio jambo tu la shirika la Yawe, ni sehemu ya kila mtu kuhusika katika kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tunajivunia, lakini sisi kama vijana pia tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi katika maeneo yetu yote tunayotoka. Isishie tu hapa, lakini maeneo yetu yote tunayotoka tuwe mabalozi wa kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ili mwisho wa siku sasa nchi yetu endelee kustawi kama ambavyo Sisi kama manispaa ya Shinyanga tumekuwa wadau wa msingi au muhimu kabisa katika kuhakikisha kwamba tunatoa miongozo ya kisera na kisheria katika kusimamia mafanikio na malengo ya mradi huu. Sehemu nyingine ya mafanikio ni namna ambavyo tunajivunia kwa vitendo kwamba tumeona miti inapandwa kwenye kata 17 za manispaa ya Shinyanga, na tumeona na kushuhudia ushiriki wa vijana tofauti na awali. Lakini vile vile tumeshuhudia kuanzishwa kwa makundi mbalimbali ya vijana ambayo yenye mlengo wa kuhakikisha kwamba wana green campaign, kwa maana ya kufanya maeneo kuwa ya kijani. Lakini tumeona elimu ile inashushwa chini sasa mpaka kwa watoto wa shule za msingi, kitu ambacho awali kilikuwa sio cha kawaida. Lakini tumeshuhudia harakati na kuanzishwa kusajiliwa kwa makundi ya vijana clubs, CBOs ambazo zinahusiana na mazingira. Mfano halisi ukiwa ni kikundi cha Green Heart ambacho mbali na shughuli zake zingine, baada ya kutambulisha kwenye ofisi ya mkurugenzi, kimefanya harakati nyingi za kuhakikisha kwamba vijana wanajikomboa kifikra kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na kuweka mkazo wa mabadiliko ya vijana husika katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa jina naitwa Franaeli Sumari
kutoka TFS Shinyanga. Yawe walivyotushirikisha katika mradi wao wa vijana ambao unafadhiliwa na Africa Union pamoja na European Union. Tuliweza kutoa sapoti ya miche zaidi ya 6,000 kwa ajili ya kwenda kupanda katika kata za Masekelo na Ndala. Katika mradi huu kuna mabadiliko ambayo tuliweza kuona ama kuyashuhudia kwa hapa Shinyanga. Mojawapo ni kuona vijana wanahusishwa sana kwenye masuala ya kijamii, ikiwepo upandaji wa miti, na katika kata ambazo tulikuweko kuna vijana ambao ni mabalozi ambao walikuwa ni ambassadors wa swala zima la upandaji wa miti na kuitunza, hivyo kuwa kinara kabisa katika kuelimisha ile jamii. Lakini jambo lingine ni swala zima la miti kupandwa kwa wingi. Ni kweli tulijitahidi kupanda miti mingi zaidi, kwa sababu baada ya kutoa elimu jamii ilikuwa na mwitikio mkubwa na kujua umuhimu wa miti na faida za kuhifadhi mazingira kwa ujumla. Hivyo kukawa na mwitikio mkubwa sana kwenye swala zima la watu kuja katika nasari ama bustani yetu ya TFS kuweza kuja kuchukua miche na kwenda kuipanda kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Kwa majina ninaitwa Masanja Musa William, nimetokea kata ya Ibinzamata. Tangu nilipoanza kushiriki kwenye huu mradi, mambo mengi sana yamebadilika kwenye maisha yangu. Nimeweza sasa kushiriki kwenye maamuzi kwenye ngazi mbalimbali. Pia nimeweza kushiriki katika kuchagua viongozi. Kupitia mimi, jamii yangu imeweza kupata matokeo chanya. Nimeweza kushirikiana na vijana wenzangu unda klabu ya mazingira, na hivyo tunapanda miti. Lakini pia mimi mwenyewe kwenye eneo langu nimepanda miti. Mimi ninajivunia kwanza elimu niliyoipata, inanisaidia mimi, wala sio mimi tu, lakini na marafiki zangu pamoja na vijana wenzangu. Nimeweza kuwaelimisha kuhusiana na masuala mazima ya uongozi, lakini pia masuala mazima ya utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Kwa majina naitwa Gideon Simba Mazanza, ni mkazi wa Shinyanga, natokea kata ya Ndembezi. Katika mradi huu mimi ni mmoja wa vijana wanufaika waliopatiwa mafunzo ya awali. Tumeweza kupata nafasi sisi kama vijana ambao tumetoka katika kata tofauti tofauti kuweza kupata ujuzi namna ya uongozi, lakini pia namna ya kuweza kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi, na matokeo yake tumeweza kuyaona. Leo vijana tunaweza tukasimama tukaiomba serikali, kwa maana serikali yetu ya kijiji, serikali ya mtaa ikaweza kutusikia, lakini pia matokeo kwa upande wa wananchi yamekuwa makubwa. Naweza nikatoa mfano kwamba hapo mwanzo ilikuwa ni tofauti pia. Watu walikuwa hawaelewi namna ya kupata hii miti, wataipata vipi hii miti. Tofauti na leo sasa, baada ya kupata haya mafunzo, baadhi ya wanakijiji wao wamekuwa ni mashuhuda. Wanatufuata moja kwa moja na wanajaribu kutuuliza ni namna gani ambayo itawasaidia kupata miti na kupanda katika maeneo yao. Ushiriki wangu katika mradi huu naweza nikaizungumzia katika ngazi ya jamii. Katika ngazi ya jamii tumeweza kupanda miti, lakini pia ni kuendana ni maagizo ya kutokea halmashauri kwamba angalau hapa manispaa yetu ya Shinyanga tufikie miti 1,500,000. Sasa miti hii baada ya kupata mafunzo tumeweza kupanda miti hii katika ngazi ya jamii kwa baadhi ya maeneo au maeneo tofauti tofauti ndani ya manispaa yetu. Tunachukua hatua na tutaendelea kuchukua hatua za namna bora ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa pamoja na kupanda miti, lakini pia kuhifadhi vyanzo vya maji, kufuga mifugo michache hasa kwa kanda zetu hizi za Shinyanga na maeneo mengine ya jirani, ili kuweza inapotokea changamoto mabadiliko ya tabia nchi kama hivi, tujue sasa ni njia zipi ambazo tutazichukua ili kukabiliana nayo. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru shirika la Yawe Tanzania, lakini pia Youth Voice for Climate Action
kwa kuweza kutufikia sisi vijana. Tumekuwa ni moja kati ya mifano bora kabisa katika mji huu wa Shinyanga mjini. Asanteni sana. Kwa sisi kama vijana tunajikita zaidi kwenye klabu yetu kutoa elimu ya mazingira, pia kusaidiana na wananchi kwenye zoezi la usafishaji wa mazingira na upandaji wa miche ya miti, na kutoa elimu ya namna ya upandaji wa mti kwa usahihi na kupanda mti kwenye mazingira ambayo ni kiangazi au masika, ili mti ule unapopandwa uweze kukua na kuleta matokeo, kutoa matunda, kama ni kutoa kivuli. Mimi kama kijana toa wito kwa vijana wenzangu ambao tulipata mafunzo, tuwe chachu ya vijana wengine, kuwashawishi wawe sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ili sisi kama Watanzania tuweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuweza kutengeneza mazingira mengine ya ajira, kwa sababu tunajua kwamba mabadiliko ya tabia nchi pia kuna fursa za ajira zinaweza zikatokea, kwa mfano kama uoteshaji wa vitalu, umeona, na pia kuna fursa nyingine ambazo zipo kwenye mambo ya kimazingira. Kwa hiyo sasa sisi kama wadau wa mazingira tunaomba tunashirikiana na vijana wengine pia na mamlaka za serikali, kwa mfano TFS, Tanzania Forest Service na mashirika mengine kama yawe ambayo yanahusika na utoaji wa elimu na mafunzo kuhusu mabadiliko ya tabia nchi.